Kuna siri tano za mafanikio, na watu wote waliofanikiwa kama vile Diamond Platinum, Zari the Boss Lady na matajiri wengine wamepitia siri hizi tano. Sasa siri zenyewe ni zipi? Siri ya kwanza ni kujiamini. Mafanikio ya kweli yanaanza na wewe. Hivyo kujiamini ni msingi mzuri utakaokufanya utambue uwezo wako katika kufanya jambo fulani. Amini uwezo wa kufanya jambo hilo uko mikononi mwako. Usijihusishe, jipime kwa mengi mazuri unayoweza kufanya, na pia unapaswa kuikataa roho ya kujiona huwezi. Kwa hiyo ni siri ya kwanza, unatakiwa kujiamini. Na siri ya pili ni kuthubutu. Unapaswa kuepuka uoga katika kuthubutu. Mafanikio yanakuja moja kwa moja ukijaribu kufanya kitu ambacho umeamini kinaweza kukuletea mafanikio. Na katika kuthubutu unatakiwa uweke nguvu yako na akili yote katika uthubutu huo. Na kama utaweka akili na nguvu, basi moja kwa moja utafanikiwa. Mafanikio hawezi yakaja kwa idea tu za kichwani au mawazo tu ya kufikirika kichwani bila matendo. Ikumbuke kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hivyo ukiwa na idea ya maendeleo kichwani lakini usipoifanyia kazi, huwezi ukaendelea. Na msingi wa tatu wa kuweza kufanikiwa katika haya maisha yetu ni panga na tekeleza kwa vitendo. Kumbuka, ukishindwa kupanga ujue umepanga kushindwa. Kuwa na mipango inayopimika na kutekelezeka kwa kiwango cha juu. Usiwe na mipango tu mikubwa ambayo hata utekelezaji wake hauwezekani. Unapopanga, fikiria wapi utapata rasilimali na jinsi ya kutekeleza. Lakini pia mpango wako ukupe uwezo wa kuthamini na kujipima mwisho wa kazi hiyo. Hata hivyo, mipango haitakuwa na maana kama haitatekeleza kwa ufanisi. Lakini wakati fulani unashindwa kutekeleza mpango huu, unapaswa urudi uangalie wapi ulipoteza na wapi ulikosea, na ndipo urekebishe mpango huo. Baada ya kurekebisha mpango huo, basi ndipo unapaswa kuchukua hatua za kutekeleza mpango huo. Kwa kuwa na mpango ni jambo moja, lakini kutekeleza ni jambo la pili. Usiwe na mipango isiyotekelezeka, hutafanikiwa. Kanuni ya 4 ya kuwa na mafanikio katika shughuli zozote, iwe kilimo, ufugaji, uvuvi, hata masomo, ni tengeneza mtandao wa mawasiliano. Mtandao ni kama daraja la miundombinu ya kufikia mafanikio. Jua kwamba ili ufanikiwe, au wetu wengi waliofanikiwa wana watu nyuma yao wanaoshirikiana nao. Kwa hiyo usifanye kazi peke yako, jaribu kushirikiana na watu active, watu ambao wanajali na kuthamini jitihada ambazo au malengo ambayo unataka kufanikisha. Kimfano, kama wewe ni mfanyabiashara, shirikiana vizuri na wafanyabiashara wenzako. Kama msomi, shirikiana vizuri na walimu pamoja na wale watu wa tuition wanaokufundisha. Kama ni mtu unafanya kazi ofisini, unapaswa kushirikiana vizuri na wafanyakazi wenzako, na hivyo unaweza kufikia mafanikio. Na kanuni ya 5 ya kufanikiwa katika maisha ni kuwa mkweli na mwaminifu. Hizi ni siri muhimu sana za ukweli. Ukiwa mkweli katika kazi zako, watu wataziamini kazi zako na wengi watamiminika kwa sababu watajua huwaangushi. Lakini pia ukiwa mwaminifu, wateja wakija unahudumia vizuri. Kazi ukipewa order unazifanya kwa wakati. Siku kama umepanga tarehe, muda fulani kazi yao itakuwa imekamilika, ukaifanya kwa wakati, wateja wanajenga tabia ya kuamini zaidi, na wakikuamini zaidi, hapo biashara zako faida itaongezeka maradufu.
Na hapa tuna mfano wa wajasiriamali maarufu kama vile Diamond Platinum, ambaye kupitia biashara ya muziki akajiamini kwamba anaweza kufanya biashara zingine kama karanga, anauza karanga, perfume, na pia anafanya biashara na makampuni mengine. Kwa nini? Kwa sababu ni mkweli na pia anaaminika. Asante.